Kwa majina naitwa Simon Mdende, ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii katika halmashauri ya jiji la Tanga. Leo tarehe 11 mwezi wa 4 2026 tumefika katika mtaa wa Marongo ambao uko ndani ya kata ya Tongoni. Lengo kubwa lilikuwa ni kuja kutoa fedha kiasi cha shilingi milioni 10.5 kwa vikundi vitano, vikundi vya Mkuba, na Mkuba ni mfuko wa kuhifadhi bahari ambao vikundi hivi ni vya kiuchumi ambavyo vinawezeshwa na shirika la Mwambao ambao linafanya kazi katika halmashauri ya jiji la Tanga. Mara nyingi vikundi vinahitaji kupata elimu ya awali. Wakati mkishaviunda vile vikundi, itakuwa kutoa elimu ya namna ya utunzaji wa nyaraka, utunzaji wa fedha na matumizi ya fedha, namna ya kuandaa mipango ya kuweza kufanya shughuli za kiuchumi. Sasa wenzetu hao Mwambao kwa kushirikiana na GIZ, baada ya kuunda vile vikundi kwa ushirikiano wa halmashauri ya jiji la Tanga, shughuli ya kwanza waliofanya ilikuwa ni kuvijengea uwezo wa kutoa mafunzo mbalimbali kama nilivyosema, mafunzo ya utunzaji wa fedha, matumizi, uandikaji wa maandiko na shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zinawawezesha kujikwamua wao kiuchumi. Kwa hicho kilifanyika na tegemea kuwa na changamoto. Na mfano mzuri ni kwamba mwaka jana muda kama huu tulitoa fedha kiasi kama hiki kwa vikundi vitano ambavyo vilikuwa kata pale mtaa wa Tongoni pale, na vikundi hivi sasa vinafanya kazi vizuri kwa sababu tayari vilijengewa uwezo na shirika hili la Mwambao. Wito ambao tunatoa kwa wanavikundi, moja, wakazitumia zile fedha kulingana na maandiko ambayo waliandikia na wakapata zile fedha badala ya kwenda kutumia kwenye shughuli zingine ambazo hazikuwa ndani ya hayo maandiko. Lakini pia tunatoa wito kwamba wanavikundi hawa pamoja na kufanya shughuli hizo za kiuchumi, bado itabidi wajihusishe na shughuli za uhifadhi wa bahari, ikiwepo kutunza bahari, kusafisha mikoko ile, na hatimaye kuweka eneo lote la bahari kuwa ni salama na ni safi ili kuweza kuwavutia wawekezaji mbalimbali, kwa sababu sehemu ya Marongo ni sehemu nzuri sana kwa wawekezaji kulingana na hali iliyopo, lakini hata bahari iliyopo inafaa kwa wawekezaji. Kwa jina anaitwa Ahmad Salim Omar, ni mratibu wa shirika la Mwambao Coastal Community Network katika mkoa wa Tanga, ambapo kwa mkoa wa Tanga tunafanya kazi katika halmashauri 4 ambazo zote zimezungukwa na bahari, na tunafanya kazi katika halmashauri ya Pangani, tunafanya kazi halmashauri ya Tanga Jiji, Muheza, vile na halmashauri ya Mkinga. Lengo letu tunafanya kazi katika kuisaidia, tunasaidia government, serikali katika masuala ya uhifadhi wa rasilimali za bahari na pwani. Kwa upande wa mkoa wa Tanga, leo ni kijiji cha 21 ambacho tumekifika na tumetoa milioni 204 na 950,000. Na jambo zuri ni kwamba wiki ijayo tuna program kubwa ambapo tunakwenda katika mitaa mitano iliyo katika CFM ya Nchomapunda na tunatoa milioni 33 na 600,000. Tuna imani kwamba fedha hizi mbali ya kuwapa hizi seed money, tunawapa mafunzo ya usimamizi nzuri wa biashara. Ni imani yangu kwamba wananchi wataziendeza vizuri ili zilete manufaa na ziweze kusaidia katika shughuli za uhifadhi rasilimali za bahari, ili hata kizazi chetu kijacho kiweze kunufaika na uhifadhi wa rasilimali za bahari na pwani katika mkoa wetu wa Tanga. Kwanza mimi ni washukuru sana shirika la Mwambao, jitihada zao kuhakikisha jamii inajitambua na kunufaika na fursa zinazowazunguka. Lakini pia nilichokisoma kwa wanavikundi hawa, ile hamasa yao na utayari wao wa kupokea hundi hii kama mbegu kwa ajili ya kuikuza na kujikuza wenyewe kiuchumi. Wito wangu kwa wanavikundi na wanajamii kwa ujumla, sisi huku pwani hususan kata ya Tongoni tuna fursa nyingi, hususan za miradi ya bahari kama vile uchumi wa bluu. Sisi tumenufaika sana na miradi ya uchumi wa bluu kwa kupata maboti mengi na hivyo kuongeza wigo wa upatikanaji wa samaki. Kwa hivyo kama tumeongeza wigo wa upatikanaji wa samaki, basi jamii ilikuwa inahitajia pia kuwa na fedha kwa ajili ya mitaji ya shughuli zinazotokana na samaki, ikiwa ni kuuza samaki au kuchemsha dagaa, lakini ni fursa zote. Sasa ili lililojitokeza leo wamepokea hundi hizi, iwe ni mwanzo na ni fursa kwa ajili ya kuanza sasa kuandaa mitaji ili kunufaika na fursa zinazotuzunguka, ikiwa ni ukuaji wa miradi ya uvuvi. Kwa jina naitwa Amina Hamisi, ni mweka hazina wa kikundi cha Tangoni. Mimi sina kikubwa cha kusema, tunashukuru sana viongozi wetu kwa kutuletea msaada huu na vikundi hivi. Kwa kweli tunanufaika, tujaanza kunufaika leo na hatimaye leo ni hatima ya mwisho, lakini tushanufaika kabla ya hapo. Maana tumeingia darasani, tukasoma, tukaelewa maana ya bahari ni nini na tukaelewa maana hizi pesa ni nini. Kikubwa ni kutuinua kiuchumi.
tujiepushe na mikopo midogo midogo hii ambayo iko mitaani, ikiasomana na Ramda, branki, kausha damu. Kuna mpaka mikopo siku hizi inaitwa chupi mkononi, kujiepusha nayo. Changamoto kweli zilikuwa ni kubwa. Tulikuwa hasa tuwaona wazee wetu wakiuza nguo, wakaendeshwa mbio, magodoro kubebwa, makabati watu kuwekwa bondi. Kweli changamoto zilikuwa nyingi kwa upande wetu. Tumekabidhiwa kiasi cha milioni 2,100,000. Kwa majina naitwa Muhammad Abdalla, ni katibu wa kikundi cha Kijichi Mkuba Marongo. Siku ya leo ni siku ya kufurahi na ni siku nzuri, na tumenufaika kwa pesa ambazo tumepewa. Ikiwa kama mimi ni mfanya biashara, pesa hizi zinaweza kuniwezesha kufanya mambo yangu zaidi katika biashara, ikiwa kama kuninyanyua katika uchumi na kuendeleza mambo mengine ikiwemo kama ujenzi na familia na mambo mengine ambayo yatahusisha huko mbeleni. Masomo tuliyokuwa tukisomeshwa katika vikundi hivi yalikuwa na mwongozo mzuri, na tumeanza kuweka pesa katika vikundi vyetu kabla ya kuwa hatujapewa pesa hizi, na tumeanza kukopeshana sisi wenyewe, na leo tumewekewa pesa hizi ambazo zitatuongeza tasmini ambayo tutaongezana hela, kukopeshana, kufanya mambo ambayo ni mengi zaidi na kuzalisha zaidi ya hizo. Vijana, wito wangu, tunawashauri waachane na habari za ubakaji, unyang'anyaji, uchezaji wa kamari, uvutaji wa bangi. Waje huku tuwasomeshe katika mambo haya ya kimkuba, ili na wao waweze kupata fedha, wajiwezeshe katika mambo yao.